Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii wanapanga na nani? Nani mhusika? Kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo. Na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee? Au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo kitakuleta hatarisha amani na usalama wa nchi hii? Kwa hiyo basi, baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wangu, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka wakafikia hatua hiyo. Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliozunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi. Na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yeyote au mpenzi yeyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije itaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo, wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mikoani, msisumbuke kuja Dar es Salaam. Msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zinaenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ieleweke mwaka huu mwezi wa 10 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi nasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie kitu chochote kwenye mitandao tukatupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tunagawia nyinyi mkazijenge hoja. Tujue kwanza, hata mtu anapoumwa na mpeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye tunapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo unamwambia Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni club. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria za nchi zinaandaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza kafufua ile Mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje fufue timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC imekufa. Yeye ni mtoto Ilala aje fufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi. Si vinginevyo. Yanga wale. Niwaombe hapa tuko na wanahabari, inatakiwa taarifa ifike sahihi kwanza. Kwa niwaombe, tutashangilia baada ya kumaliza taarifa yangu. Niwaombe sana kwa hilo, ili waandishi waweze kuchukua kitu ambacho kiko sahihi. Mechi namba 184 ambayo bodi ya ligi imeipanga ifanyike tarehe 15 mwezi huu. Sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani
tunatangaza kwamba mechi hii haipo na hatutacheza mpaka kile ambacho tumekiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9 ama klabu imeainisha kwenye barua ya tarehe 9 mwezi wa 3 tupate majibu yao. Lakini pia mkumbuke kwamba bodi ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi hii ya dabi baada ya kugundua kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini wakasema kuna viashiria vya rushwa. Na wakaahidi kwamba watatoa majibu ya kile watakachokuwa wamefanya uchunguzi. Leo wanatupangia mechi ya dabi tarehe 15 mwezi huu. Hatujapata majibu ya kile walichokuwa wanakifanyia uchunguzi kwa maana ya rushwa ama uvunjifu wa amani. Kwa sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama tunasema hili nalo hawatutendei haki na hatuko tayari kupeleka timu uwanjani tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa kwa kuwa mechi haipo, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga walioko mikoa mbalimbali, lakini hata Dar es Salaam, wasihangaike na mechi ya tarehe 15 haipo. Hatuyasemi haya kwa sababu ya kuwaogopa Simba. Tuliyasema haya toka tarehe 9 baada ya tarehe 8 na tuliyasema kwa vikao vyetu mbalimbali, na leo tunaendelea kuwasisitiza hasa baada ya kuona kwamba msemaji wa bodi ya ligi anasema taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumewaambia viongozi wetu asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo. Na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushawaambia viongozi. Hawa viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuwaambii bodi ya ligi wala hatuwaambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi. Na tushawaandikia barua kimaandishi. Sio kwa kuambia tu mdomoni. Tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA, masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira. Lakini hii hapa ilipofikia ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi. Swala hili linavunja umoja wa kitaifa. Swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kwa kuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa tunaiomba serikali yetu waiangalie swala hili. Lakini pia tunamsikia naibu waziri juzi bungeni. Amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimuhusu. Kwa tunaiomba serikali pia kwamba matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa nini serikali yote ingie kwamba lazima mechi ichezwe. Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwe? Sasa sisi kama wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba tutapeleka timu na tunawaagiza